Okay, msikilizaji, sidhani kama nitapata nafasi nyingine zaidi ya hii. Naomba nitumie sekunde chache sana kusema asante na kushukuru sana msikilizaji. Mimi sina cha kukupa zaidi ya kusema asante kwa uwepo wako, asante kwa kuwa mwanafamilia. Leo hii tunaposikilizana tumetimiza mwaka mmoja kamili tangu tulipoanguka na tukanyanyuka tena, tukipeana pole na kupeana matumaini ya kwamba tutasonga mbele na kufika mbali zaidi ya tulipokuwa. Hatimaye huu mwaka umekuwa ni wenye mambo mengi sana, lakini bado umeendelea kumchagua Lucas Lumbasi kati ya wengi uliowachagua. Na haimaanishi kwamba mimi ndo msimuliaji bora sana, hapana. Wapo wasimuliaji wengi sana na wanafanya vizuri, lakini neema na kibali cha Mwenyezi Mungu ndo kimetukutanisha mimi na wewe, na Mungu kuruhusu ya kwamba upate nafasi ya kumsikiliza Lucas Lumbasi. Kwa hiyo ninakushukuru sana 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 kwa kuendelea kunichagua. Mungu akuzidishie. Sasa tunasonga mbele msikilizaji. Jana wote tulikuwa kwenye kikao bwana. Na Lindsay amenifundisha kitu kimoja ambacho huenda hata mtoto wa kike jitahidi sana kuja kukifanyia kazi siku kija kuolewa na bahati mbaya mwanaume wako akawa ametangulia mbele za haki. Lindsay kitu alichonifundisha ni kwamba kwenye haya maisha nijitahidi sana kutafuta mwanamke, yani kuwa na mwanamke, sio kutafuta. Mungu anibariki mwanamke ambaye hata siku nikija kutangulia mbele za haki atasimamia kila kitu tulichokihangaikia maishani kwa ajili ya watoto na kwa ajili yake yeye. Kwa sababu ukute watu hawapati nafasi ya kumsumbua yeye kwa sababu mimi bado nipo hai. Lakini kitendo cha mimi kuondoka, ndugu anaweza kuwa kikwazo kwa mwanamke ama kwa watoto. So na wewe binti unanisikiliza, jitahidi sana. Usije ukapandiwa tu sauti na mashangazi na wajomba huko na watoto wao na maisha wao, wanakuja tu hawajui umepitia mangapi na mwanaume wako, alafu wanakuja straight from nowhere. Hizo mali za mtoto wetu tutachukua nyo. Oya, pambana mwanangu, sawa Kwa mimi nifurahi sana kuona Lindsay amepambania kila ambacho alikitafuta na Adrian. Langu jana Lucas Lumbasi, mtayarishaji na Detu Chuchu. Tunasonga mbele. Baada ya kile kikao kuisha, Lindsay anasema kwamba sikuona umuhimu wa kuendelea kuwepo pale kwa sababu Aston yuko nyumbani mwenyewe. Pia najisikia vibaya kutokuwa naye jana. Baada ya kuagana na wazazi wa Adrian ambapo Clara alinikumbatia na kulia kwa uchungu sana. Nilimhakikishia kuwa hawezi kunipoteza. Nitabaki kwa mtoto wake na wanangu watakuwa wajukuu kwake. So niliwaingiza wanangu wote kwenye gari na kuanza safari ya kuelekea nyumbani. Tulipofika nyumbani, nilitegemea ningemkuta Aston, lakini nyumbani nilikuwa kimya. Mlinzi aliniambia kuwa hajarudi tangu alivyotoka jana. So tulielekea ndani na wanangu ambao walienda moja kwa moja vyumbani mwao. So mimi nilimtumia Aston ujumbe kumwambia kuwa tumeshafika nyumbani. Kisha nikaenda kuoga na kuanza kutafuta kitu cha kufanya. Baada ya kufikiria, niliamua kupika kitu ambacho sijawahi kupika. Dakika chache baadaye nilijikuta nikiwa busy kukanda unga. Mlango uligongwa, hivyo nikaenda kufungua, lakini sikutegemea kuwakuta dada zake Aston. Sikutegemea kukuta dada zake Aston wakinisubiri mlangoni. Kwanza walipoingia ndani, waliingia kwa shari tu. Sasa nikasema kwamba karibuni, naomba nimalizie kuweka vitu kwenye moto kisha narudi. Vipi, mnatumia kinywaji gani? Niliuliza na kusubiri wanijibu. Sasa Veronica akasema kwamba hakuna hata haja ya kuanza. Tunaweza kukufuata jikoni tu. Sawa, karibuni. Niliwaambia na kuelekea jikoni. Walinifuata na Rehema akaingia kwenye friji na kuanza kutafuta kinywaji kwa ajili yake na mdogo wake. Sasa Vero akauliza kwamba unapika nini? Nikasema kwamba maandazi yenye nyama, lakini ninayaoka badala ya kuyakaanga. Nataka raundi moja tu, lakini nimemaliza kila kitu. Nilimwambia sasa mimi nikimalizia kupaka mayai juu ya yale maandazi na kuyaweka kwenye oven. Kulikuwa na ukimya kidogo wakati Rehema akimimina juice kwenye glasi mbili. Mimi ninawa mikono yangu na kuifuta tayari kwa kuwasikiliza. Rehema ndo alianza kuongea. Akasema kwamba tunataka kujua kwa nini umemkataza mdogo wetu kwenda kusoma. Aliuliza kwa jazba hadi nishangaa. Dakika chache zilizopita tulikuwa tunaongea kama watu wazima wanaojielewa. Simona hata wao walivyoingia ndani. Habari, unapika nini?
So tulikuwa tunaongea kama ni watu wazima wanaojielewa. Alafu ghafla tu imeshakuwa vita hapa. So nikasema kwamba nimemkataza kwenda kusoma, yani kivipi? Mbona Aston hajaniambia chochote kuhusu kusoma? Nilisema hivyo sababu mimi sikuelewa chochote. Sasa Vero akasema kwamba amepata scholarship lakini amekataa kwenda na wote tunajua hiyo ni kwa sababu yako. Vero ndo alisema hivyo, akionekana na jazba kama dada yake. Hivi, ngoja niulize, hivi mna nini nyie? Mimi nimeshawaambia Aston hajaniambia chochote. Kama mnavyoona hapa mimi nimetoka kwenye msiba, hivyo hatujapata nafasi ya kuongea chochote. Lakini kama Aston akipata nafasi ya kusoma kati ya watu watakao kuwa wanamtia moyo kwenda kusoma, naamini ni mimi. Siwezi kumwazia mabaya na kumzuia kusoma. Sasa kwa nini nifanye hivyo? Nilifoka kwa sababu sielewi wana matatizo gani hawa watu, msikilizaji. Yani mawifi wengine. Basi tu. Sasa baada ya mimi kusema hivyo bwana, Rema akajibu eti ya kwamba si ni kwa sababu unamtaka kusaidia kulea watoto wako. Wewe dada, naomba ujiheshimu, umesikia? Naomba ujiheshimu. Kabla sijakutana na mdogo wenu, nilikuwa nalea watoto wangu vizuri tu na kwa amani kubwa sana. Kaka yenu sio malaika. Kwamba eti naweza yani kwa kwamba siwezi kuishi bila yeye, hapana. Naweza nikaishi mwenyewe vizuri tu hata bila uwepo wake. Baada ya kusema hivyo, Rema akasema kwamba ni vizuri kujua, basi tutaenda kumwambia kaka yetu kwamba umekubali yeye kwenda kusoma. Rema alisema hivyo na Vero akabaki akiitikia kwa kichwa tu. Kabla hata sijapata jibu la kuwajibu, walikuwa wanatoka. Na sekunde chache baadaye nikawasikia wakibamiza mlango wa sebuleni. Nibaki pale nikichoka zaidi. Yani familia nisijui wanataka nini tena kutoka kwangu. Nilidhani ni dada zake tu, lakini hata Aston aliporudi jioni hakuwa na furaha. Hakutabasamu aliponiona. Baada ya kusalimiana, aliniambia nisimwandalie chakula sababu ameshakula huko alikotoka. Hivyo anaenda kuoga na kulala. Yani ya kwamba hakuwa vizuri. Nina hakika alisema hivyo tu kwa sababu ya watoto, lakini wote tunajua alikuwa amenikasirikia. Lakini sijui kwa nini tu amenikasirikia. Au labda ndugu zake wameshamjaza ujinga tena. Yani kama akija kuniletea tena habari za kunikasirikia kisa dada zake, sijui kwamba sijui alisema kitu fulani, I say nitachukia sana. Yani sijui nitamfanya nini yani. Nijikuta nimechukia ghafla. Hivyo hata sikuhangaika kumfuata huko chumbani. Nimechoka kuwa na maisha ya kugombana na mtu kila siku. Kimaliza hili linaibuka hili, kimaliza hili linaibuka hili. Yani hakuna kipindi ambacho yani tutakuwa na furaha sisi kama sisi. Niliwapatia watoto chakula kisha nikakaa na kula nao. Kama yeye ameshiba, mimi sijashiba. Hivyo nitakula hadi nishibe. Baada ya hapo niliwaacha watoto waangalie TV kwa sababu kesho ni Jumapili. Hivyo leo wanao nafasi ya kuchelewa kulala. Nilienda jikoni na kuosha vyombo. Ile hasira ilinipa nguvu mpya ya kufanya kazi. Nilifanya usafi kabisa. Nilipomaliza nitabasamu sababu kesho nitamkia yani nitamka nikikuta mazingira ya jiko yapo safi sana. So baada ya kumaliza niliwafukuza watoto waende wakalale, kisha nikaenda kujimiminia wine niliyoletewa na Aston miezi kadhaa iliyopita. Ilikuwa ni wine ambayo haina klevi. Sikuwahi kupata nafasi ya kuinywa, lakini naona leo ni siku nzuri ya kufanya hivyo. Nina hamu ya kulewa lakini siwezi, hivyo wine hii inabidi ifae. Nilikaa sebuleni nikiangalia movie huku sasa nikinywa wine. Kichwani nilikuwa nawaza na kujilaumu kwa nini sikuwapa watoto nafasi ya kusikiliza ile rekodi ya baba yao jana. Sasa itabidi kesho niwape nafasi ya kusikiliza, lakini bado naona kama wataumia sana. Lakini sina haki ya kuwazuia kusikia maneno ya mwisho ya baba yao. Japo nakumbuka vizuri nilivyomshuhudia Adrian akijikaza ili aongee kwa sauti yake ya kawaida. Sauti ya baba mwenye nguvu. Alijitahidi sana na nilifurahi kuona kuwa hata katika dakika zake za mwisho alitaka watoto wake waone namna gani alivyo na nguvu, hata kama alikuwa kitandani ajiweze. So baada ya kumaliza kuangalia movie ndipo niliamua kwenda kulala nikiamini kwamba nitamkuta Aston ameshalala, lakini nilimkuta amekaa kitandani akinisubiri. Mimi sikumsemesha chochote. Nilipitiliza kwenda bafuni na kuanza kuoga. Baada ya kuoga nilivaa nguo zangu za kulala kisha nikatoka.
Aston yeye alikuwa tu akifanya kazi, alikuwa amekaa akifanya alichokuwa anafanya kwenye laptop yake. Nilipanda kitandani na kuweka simu yangu kwenye chaji, kisha nikampa mgongo na kulala. Kwa hiyo yani unaenda moja kwa moja kulala bila hata kutaka kujua kitu gani kimenikoza, si ndio? Aston alisema hivyo kwa hasira. Hiki ndicho kitu nisichokitaka msikilizaji. Yani baada ya kuchoka hivi, leo nilitamani tu nije na kulala bila usumbufu wote. Niliamua kubaki kimya na kufunga macho nikijaribu kupata usingizi. Kwa hiyo mama unikalia kimya kabisa, si ndio? Hivi dharau ndo zimefika huku? Aliuliza kwa hasira. Ilinibidi nikae tu nimgeukie. Aston, dharau gani tena? Wewe umekwazika na hilo mimi ninaliona tangu umeingia ndani ya nyumba. Ulikuwa umenikasirikia, hata watoto wanajua hilo. Lakini ulichukua hata muda kufikiria namna gani naweza kuwa nimechoka kabla wewe kuamua kununa tu badala ya sisi kuongea kama watu wazima. Uniambia tatizo lako na kitu gani nimekosea ili nirekebishe. Sasa unataka tuanze kukimbizana hapa na kubembelezana kama watoto? Aston, mimi nimechoka. Yani itakuwa rahisi kwetu wote kama mawasiliano baina yetu yatakuwa bora. Umeniita tena mtoto, si ndio? Hivi ni kitu gani kwangu kinachokufanya unione mimi mtoto? I say, hii ni drama sasa. Nijisemea kwa sauti ya chini, lakini kumbe alisikia. Drama? Unasema drama? Yani leo mimi na drama lini, si ndio? Aston, unajua mimi siwezi kukuita mtoto. Nimeongea tu kama sehemu ya lugha. Mimi sikumaanisha kukuita mtoto, lakini wewe ndio umewaza hivyo. Kama ungejiamini kidogo au uache kujiona kama mdogo, usingedhani mimi nakuita mtoto kila wakati nikisema hivyo. Wewe utakuwa unafikiria vitu tofauti. Niliongea hivyo msikilizaji, japo na mimi mwenyewe hasira zilikuwa zimeshanipanda. Huu ni ujinga sasa. Yani hadi wakati huu sijui ni kitu gani tu yani kilichomkera, lakini ndo kama hivyo tunagombana juu ya kitu ambacho hata hakihusiani na ugomvi wetu. Nijiamini, si ndio? Kwa unataka nijiamini zaidi, si ndio? Aston aliuliza kwa hasira. Wakati huu hadi aliweka laptop yake pembeni na kunigeukia kwa hasira. Niliamua mimi kuwa mtu mzima na kuacha hili lipite. Hakuna ubaya kama nikimfanyia kama ninavyowafanyia watoto wangu wakiwa na hasira. Sababu naona kila kitu unachoongea yeye anaona nilidhamiria kumtukana. Hivyo kinageuka tu. Nilitulia na kuvuta pumzi kabla ya kuongea. Aston, naomba unisamehe. Unajua nakupenda sana, kwa sipendi tukigombana hivi kila wakati. Nilimwambia na kumuona akianza kutulia. Kama hivyo ile sura iliyojaa hasira ilianza kutokomea. Unajua nini sasa nakupenda zaidi? Sijui kwa nini tu tunagombana hivi, lakini hata mimi sipendi kabisa tukiwa tunagombana hivi. Aliniambia huku sasa akisogea na kunikumbatia. Naomba unisamehe sana. Nisamehe sana kwa kufokea. Na mimi naomba unisamehe kwa kutokusikiliza. Nilitakiwa angalau nijaribu kukubembeleza nijue kinachokusumbua. Hauna haja kunibembeleza Lynn. Ukiongelesha tu kama hivi mimi nakuelewa. Na yote ni kwa sababu nakupenda. Nakupenda zaidi Aston. Niambia shida nini sasa? Kwa nini ulikuja na hasira hivyo? Nilimuuliza, hatimaye uso wangu ulijaa tabasamu sababu njia yangu imefanya kazi kweli kweli. Wanaume ni kama watoto. Lakini ukileta watoto inakuwa ni ugomvi. Sasa wewe endelea na ukiburi wako hapo. Kwamba eti jeuri. Wewe hapana, wewe kuwa tu mpole. Hawa wanaojisikiaga raha sana wakibembelezwa. So Aston alisema ya kwamba kabla sijakwambia kitu ambacho kimenikwaza, nataka nikupatie matokeo ya jana. Najua umeshinda, si ndio? Wewe umejuaje? Aliuliza kwa mshangao. Kwa hiyo ni kweli. Sasa nikamgeukia kwa furaha nikasema ya kwamba umeshinda kweli. Niliuliza kusasa nikifurahi kweli kweli. Aston alichoka kidogo na akasema ya kwamba ndio, lakini nimekuwa daktari wa pili. Aston aliniambia kusasa kitabasamu. Nikasema yes. Sasa nilikwambia mimi nilikwambia wewe daktari bora. Achana na huyo mmoja. Mimi na hakika huyo alipita tu kwa upendeleo tu. Kwa hiyo kwanza hata usikuta hata alipitisha kampeni. Nilisema kusasa nikimkumbatia. Aston akajibu ya kwamba amenizidi kwa kura 3 tu. Aston aliniambia huku sasa uso wake ukionyesha namna gani amefurahi.
Si unaona sasa? Bila shaka hizo kura 3 hizo zilikuwa za magendo tu, au maybe aliiba kura zako. Aston alicheka sana na kunivuta kanikumbatia. Unajua, napenda sana jinsi unavyoniamini. Lakini Dr. Shamir amefanya kazi kubwa sana, kwa hiyo ana haki ya kupata alichokipata. Sawa, kama unaamini hivyo ni sawa, lakini hiyo inamaanisha kuwa kwa hapa Tanzania wewe ni daktari bora na hakuna mjadala juu ya hilo. Lakini sielewi hii habari njema inahusianaje na jinsi ulivyokuwa umekwazika. Tulia basi mama. Kuna zawadi tumepewa, pesa taslim na nafasi ya kwenda kusoma Uingereza. Na kuna kazi ipo tayari inatusubiri baada ya kumaliza masomo. So kila kitu kimelipiwa. Aston aliniambia na kunifanya niruke na kumkumbatia kwa furaha. Lakini si unajua siwezi kwenda. Kwa nini sasa siwezi kwenda jamani? Sio kwamba siwezi, lakini sitaki kuacha mwenyewe na mwanangu. Lakini leo dada zangu walipokuja, uliwaambia kwa mdomo wako kuwa mimi sio malaika, hivyo haunihitaji. Ila dada zako. Au dada zako unajua kabisa mimi yani unafahamu kabisa kwamba hawanipendi, lakini bado unawasikiliza wakiongea maneno mabaya kuhusu mimi. Hawajaongea, nimesikia sauti ambayo ni ya kwako kabisa kwa masikio yangu. Walikurekodi walipokuja. Aston alinijibu kwa sasa, sauti yake ikibadilika kutoka kuwa ya mahaba hadi sauti ya kama mtu ambaye anataka kufoka. Kwa hiyo nadhani yani waliniambia wanarekodi na mimi nikaongea hivyo. Kwa nini haujawaza kitu walichoniambia ili kunifanya niseme hayo maneno yote kwa hasira? Yani kwa nini kila wakati unachagua kuwasikiliza wao tu kwanza, lakini hakuna siku ulikuja ukaniuliza kwa upole tu nikakujibu na ukaangalia wapi kuna uzito zaidi? Na kwa nini kila wakati tukigombana lazima mimi ndo nianze mazungumzo au nianze kukubembeleza hata kama sio mimi nilikosea? Aston aliuliza kwa hasira. Nilibaki nikimshangaa. Yani sasa hiyo mada imetokea wapi tena hapa jamani? Huyu una shida gani huyo? Usinishangae. Hicho kitu kinaniumiza sana. Na wewe kuniita mimi mtoto kila wakati tukigombana haisaidii kabisa. Yeye inanifanya mimi nizidi tu kuchukia na kujiuliza yani kama kweli unanipenda au unalazimisha tu kwa sababu mimi ni baba wa mtoto wako. Aston, sielewi hasira tena zimetokea wapi. Na hivi kwa nini waze hivyo? Hivi nadhani mimi yani ningekubali kuishi na wewe kama sina upendo kwako? Kama nisingekuwa nakupenda hivi unafikiri mimi ningekubali yani masimango ya ndugu zako kila siku? Unadhani mimi ningekubali kuendelea kutazamwa kwa kudharauliwa kila siku tukienda kliniki? Lakini mimi nakupenda na nimekuchagua wewe. Hivyo hata kama itabidi tupitie moto, mimi nitapita na wewe Aston. Wewe ndio mwanaume niliyekuchagua. Hata kama huyu mtoto asingekuwepo bado ningekuchagua wewe. Nilimweleza na kumuona akitabasamu. Alinivuta na kunibusu hadi nikashindwa kupumua. Hakuniachia, alianza kutoa nguo zangu huku na mimi sasa nikihangaika kutoa nguo zake. Sikujua namna gani nimemisi sana kipindi chote hiki. Yani sikujua. Ukiangalia kwa haraka inaonekana kitu pekee tunachofanya ni kugombana tu. Lakini wakati kama huu tunakuwa mwili mmoja. Huu ndio wakati pekee tunaoonyeshana upendo wetu kwa njia tofauti. Njia ambayo miili yetu pekee inaongea na kuelewana. Sasa niliguna baada ya Aston kufanikiwa kuingia Ikulu. Akauliza kwamba niambie jinsi gani umenimisi. Aliuliza kusasa akinibusu na kusogea taratibu sana. Aston, unajua namna gani nimekumisi? Nakupenda Lindsay, tulia. Nakupenda pia Aston. Niambie kuhusu dada zangu sasa. Hasira zote zimeisha, si ndio? Aston aliniambia baada ya sisi sasa kulala kitandani na kumbatiana. Ila wachokolofi bwana. Yani kwanza kweli baada ya raha zote hizo unataka tena tuanze kuongelea dada zako jamani tukiwa kitandani kweli? Wewe unajua unachomaanisha? Okay, sasa nitakwambia kwa sababu umenifanyia kitu cha tofauti sana leo. Nilisema, lakini badala ya kuniacha nimalizie kuongea Aston alianza kunitekenya. Kwa hiyo mimi ni wa kukuridhisha tu, si ndio?
Alisema huko akicheka kwa jinsi nilivyokuwa sasa ninacheka pia, na yeye akaanza kucheka. Ndio, anyway, siku kitokea tu jamaa akapotea, ukabaki flat. Hautaniona ukiamka. Nilimtania na alizidi kunitekenya. Sasa akasema kwamba okay, niambie sasa. Tulikaa tukatulia pale, nikamuelezea yote kuhusu dada zake. Lakini mpenzi, unajua kabisa ni kwa mimi siwezi kuongelea vibaya kwa namna yote ile. Na pia mimi siwezi kukuzuia wewe kufanikiwa. Kati ya vitu ninavyotaka ni kufanikiwa kwako. Hivyo nitafurahi kama ukifikiria hili swala la wewe kwenda kusoma. Nimeshafikiria sana Malkia, lakini sasa kama nilivyotoka kuambia dada zangu kwamba nitakwambia pia na wewe. Siwezi kukuacha wewe na siwezi kumwacha mwanangu. Aliniambia kwa kinibusu. Moyoni furahi tu kwa kuanza kwa Aston amewaambia dada zake ya kuwa hana mpango wa kuniacha. Hatimaye tulifanikiwa kupotelea usingizini tukiwa na furaha sana. Yes, ugomvi umeisha. Ni kitu kizuri sana mlale bila, yani mlale mkiwa mmeshatatua ugomvi wenu. Masuala ya kugombana na mpenzi wako na mnaruhusu siku mpya ingie bado mmenuniana. Wewe. Mbaya hiyo. So mimi nilifurahi kuona huu upande mpya wa mapenzi yetu. Kwa mara ya kwanza tumeweza kugombana na kufikia mwafaka kabla hatujalala. Ni hatua kubwa sana kwenye mahusiano. Sana. Hatujaacha ugomvi utusababishie kulala na hasira, hapana. So nilipoamka asubuhi ilikuwa ni siku nzuri. Aston alikuwa jikoni akihangaika kutengeneza kifungua kinywa. Nilimkuta akiandaa pale sausage na kukaanga mayai. Tulisalimiana na kubusu pale. Akanieleza kwamba nilikuja kukutengenezea chakula usije ukanimeza usingizini, sababu kuna muda hadi nilihisi tumevamiwa na simba. Alinieleza na kuanza kucheka. Na hapo tu nilipopiga mkono wake. So nilienda kwenye friji na kutoa mandazi niliyooka jana, kisha nikayapasha. Wakati sasa tukimalizia kuandaa vifungua kinywa, watoto walikuja kutoka vyumbani mwao. Nilipomuona Lorena akishuka akiwa ameshika yule mdoli mbaya aliyezawadiwa na babake, kulinikumbusha kuhusu ile rekodi ya baba yao. Halafu mkimaliza kunywa chai, nina kitu cha kuwasikilizisha. Mmesikia? Nilisema kwa sasa nikisikia koo langu likikaza kwa uchungu, japo nilikuwa naongea hivyo, lakini kuna muda fulani ukiwa unaongea kama unataka kulia, huwezi kulia, lakini unahisi kama kuna kitu kimekaba kwenye koo hapa. Sasa Aston alisogea na kushika mkono wangu na kunifanya nitabasamu. Alielewa kila kitu. Jana usiku tulipata nafasi ya kuongelea hili, na kama kila wakati akaniahidi kuwepo ili kunishika mkono. Watoto waliitikia tu, sawa mama. Leo hata Lorena hakuwa na ile nguvu na kelele zake za kila siku. Tulipatia pale kila mtu sahani yake na kikombe cha chai, kisha zoezi la kula likaanza. Hakukuwa na maneno yote. Nyumba nzima ilijaa huzuni. Ni kama kila mtu alikuwa akimwaza Adrian kwa namna yake. Aston alinishika mkono hadi tulipomaliza kupata kifungua kinywa, hadi pale nilipowakalisha watoto wote sebleni na kuunganisha simu yangu na spika ya pale sebleni. Nilikaa pembeni ya Aston ambaye alinikumbatia. Alielewa namna gani nilihitaji faraja kwa wakati huo, hasa pale watoto wangu walipoanza kulia baada ya kusikia sauti ya baba yao. Sauti ya Adrian ilijaa nyumba nzima. Laurent, binti yangu Lorena pamoja na Liam, wanangu wapenzi, najua hadi mtakaposikia hii sauti yangu itakuwa nimeshakuwa chochote kile ambacho mama yenu amewaambia nimekuwa. Sijui huwa nafanya vipi, lakini huwa yeye ndo mtu pekee anayejua maneno sahihi ya kuambia, ya kuwafanya muelewe na kuweza kutulia. Lakini kitu nachoelewa ni kuwa nitaweza kumuona Lisa, na ninajua kama angekuwa hapa mngeniambia nikimuona nimsalimie. Hivyo salamu zenu nyingi nitazifikisha kwa dada yenu. Lakini leo nina maneno ya kuambia. Najua sikuwa mzazi anayeongea na anayekuwepo kwenye kila kikao cha wazazi au pale tunapohitajika kuja kuona maendeleo yenu shule. Lakini nataka mjue kuwa najivunia sana kwa baba yenu. Laurent, nimekushuhudia
ukikuwa na kuwa kijana mwenye msimamo, unayempenda mama yako na kichwa katika mambo mengi kuanzia darasani. Najua nilitakiwa niseme haya mapema, lakini ninajivunia sana kwa baba yako. Lorena binti yangu, nimekutazama ukiwa binti mrembo kuliko wote mbele ya macho yangu. Hapo ni tukimtoa mama yako, lakini we ni binti ambaye nilitamani kukuona ukiwa mzazi, sababu najua watoto wako watapata tabu sana kama sisi tulivyopata tabu kuwa wazazi wako, lakini yote yalikuwa ni kwa upendo. Wewe ni mbunifu, una moyo mkubwa sana uliojaa upendo, na una roho ya kutunza na kulea kama mama yako. Siwezi kuelezea namna gani najivunia kukupata wewe. Liam mwanangu, kijana wangu wa mwisho, kwa namna fulani umekuwa karibu na mimi sana tu, na natamani ningepata nafasi ya kuwepo maishani mwako, niweze kukutazama ukikua zaidi hapa, niweze kukuona ukimpenda mke wako kama jinsi unavyompenda mama yako. Wewe ni kijana mwenye upendo sana, moyo ambao wanaume wengi hatuna, na ninakupenda sana. Nimeamua kuyasema haya yote na kumwelezea kila mmoja ili kila mmoja aweze kujiona kuwa ni tofauti na wa pekee kwa jinsi alivyo. Hakuna mtu yote atakayewaambia tofauti na hapo. Hapa duniani mtakutana na vitu vingi: maumivu, usaliti, mapenzi, upendo, lakini katika vyote hivyo nataka tu msisahau kuwa hivi nilivyoelezea hapa, msije mkaipoteza hii asili yenu. Inanifanya nijivunie sana kuitwa baba yenu, hata kama nitakuwa futi 6 chini. Hivyo nataka mlielewe hilo. Na pia nilitaka niwaombe kitu kimoja. Najua hali hii si rahisi kwa kila mmoja wenu, lakini pia si rahisi kwa mama yenu. Hivyo naomba mnisaidie kwa sababu siwezi kuwepo kwa wakati huo. Laurent, wewe ndio kaka wa familia. Una wajibu wa kujua kuhusu ndugu zako kipindi ukiwa nyumbani, na kwa wakati huu unajua wanaumia, hivyo hebu wakumbatie. Macho yangu yalikuwa ni kwa wanangu. Laurent aliwavuta ndugu zake na kuwakumbatia. Haya, Lindsay, ni wakati wako kwenda kuwakumbatia watoto. Sauti ya Adrian ilisema. Niliinuka na kwenda kuwakumbatia. Kulikuwa na ukimya wa muda kidogo. Hivyo ndivyo mnavyotakiwa kuwa siku zote za maisha yenu. Mnatakiwa kuwa pamoja na wenye upendo. Sasa Lindsay, kwa nini usikae kwenye kochi? Hiki ndicho kitu cha mwisho mimi kukufanyia, na nitahitaji msaada wa wanangu. Baada ya kusikia hivyo, nilishangaa Aston akinipa mkono ili aninyanyue. Sijui hata kwa nini ninashangaa wakati Aston alishaniahidi atakuwepo kunishika mkono. Hivyo nilimpa mkono wangu na kumruhusu anisaidie hadi nikakaa kwenye kochi. Lorena, kwa sababu wewe ndio binti, naomba nisaidie kwenda kumwekea mama yako ile juisi yake anayoipenda sana. Najua hata iweje haiwezi kukosekana kwenye friji, na wote tunajua hilo. Laurent, wewe nenda ukakae umchue mama yako miguu kama nilivyokuelekeza. Na Liam, kazi yako ni kumbusu mama yako na kumpenda kama unavyofanya kila siku ya maisha yako. Adrian alitulia kidogo. Bila shaka ni kuwa aliwapa watoto nafasi ya kufanya kile alichoambia, kufumba na kufumbua. Laurent alikuwa amekaa akikanda miguu yangu, japo macho yake alikuwa na machozi. Liam alikuwa amekaa miguuni kwangu akinibusu. Alikuwa anabusu tu mashavu yangu, na binti yenu Lorena alikuja na juisi yangu pendwa. Sikuweza kuzuia machozi yangu wakati huu. Mimi nawaacha na mama yenu. Nawaachia mama yenu. Nyie mko watatu, lakini yuko mmoja sasa. Mjifunze kumpenda, kumheshimu na kumvumilia. Kuna muda anachoka, lakini kazi yenu ni kumsaidia
sababu sitakuwepo kulifanya hilo. Lindsay, nakupenda sana. Najua hakuna maneno naweza kuelezea namna gani ninavyojisikia, lakini moyoni mwangu natamani uwe na furaha siku zote utakazokuwa hapa duniani. Hivyo chochote kinachokupa furaha kifanye. Na asante sana kwa kuchukua jukumu la kuwatunza wazazi wangu, sababu ninajua hivyo ndivyo ulivyo, mwenye upendo na mkarimu siku zote. Laurent, Lorena na Liam, nawapenda wanangu. Sauti ya Adrian ilishia hapo. Tulibaki kimya kidogo. Hakuna mtu aliyezungumza. Watoto wangu walisogea na kunikumbatia. Sasa Laurent akasema kwamba tunakupenda mama na tutakuwepo hapa siku zote. Lau alisema hivyo na kunifanya nianze kulia tena. Na Liam alipoanza kunifuta machozi huko akinibusu, hakusaidia kabisa mimi kunyamaza hata kidogo. So ilituchukua muda ili kutulia tena, lakini baada ya pale tulikuwa na amani mpya. Ni kama ile huzuni yote ilitoweka. Sasa hatukurudi kwenye raha na kucheka, lakini hakukuwa na lile wingu la huzuni tulilokuwa nalo asubuhi. Mara kadhaa watoto walikuja na kunikumbatia. Nadhani maneno ya baba yao bado yalikuwa yakijirudia akilini mwao, lakini pia nyuso zao zilijaa tabasamu. Adrian anaweza kadhani mimi ndo ninajua jinsi ya kuongea na watoto, lakini mara nyingi ni yeye ndo walichagua kumsikiliza. Hata akiwa kaburini ameweza kuwafariji watoto wake mwenyewe. Huyo ndio Adrian. Ndio Adrian niliyempenda. Ndiye aliyekuwa baba wa watoto wangu. Na ndio Adrian nitakayemkumbuka siku zote. Basi bwana, jioni nzuri ilikuwa imefika na tulikuwa na amani. Tulikuwa tukiangalia movie baada ya kutengeneza clips za kujia bakuli zima mchana. Kisha tukagawanyisha, kila mtoto alikuwa na bakuli lake na sisi tulikuwa na bakuli letu. Tukiwa tunafurahia kutazama katuni, simu yangu iliita. Nilitabasamu baada ya kuona ni jirani yangu wa kule tulikwama. Basi nilimsalimia, ni mama mtu mzima. Kamsalimia akasema, Madavina, shikamoo. Nimsalimia. Nyumba yake na yangu zilikuwa zinatazamana. Basi alitikia akasema kwamba maraba binti yangu, naendeleaje? Nikasema naendelea vizuri kabisa mama, habari za uzima? Sasa muda huo namuulizia hivyo nilikuwa nimeshasogea nje baada ya watu wote kuanza kunikata macho nilipopokea simu na kuanza kuongea pale sebuleni. Sasa mama Davina akaniambia kwamba namshukuru Mungu naendelea vizuri kabisa. Hapa kwako kuna utaratibu gani? Maana leo nimeona watu wakija kupatazama tena. Yaani wiki hii wamekuja watu karibia kila siku, lakini sijakuona wewe. Hivyo nitaka nikuulize kama unajua hilo, sababu sasa hivi mambo yanayoendelea duniani ni mengi sana. Nikamuuliza kwamba yani kuna watu yani bado wapo hapo ama? Akaniambia kwamba ndio, kuna wanaume wawili na binti moja. Aliniambia hivyo na nilijua kabisa bila shaka kuwa yule binti ni Alice. Sasa nimshukuru, nikasema kwamba siwajui kwa kweli, lakini usiofu, ninakuja hapo kuwatazama. Asante sana kwa taarifa mamangu. Madavina akaniaga akasema usio na shaka binti yangu, ujitahidi ufike mapema, uwe na siku njema binti yangu. Nikasema asante mama, tuonana muda si mrefu. Basi kwa mara ya kwanza leo niliwaza kuacha watoto wenyewe. Baada ya kumaliza Aston, nilipomvuta jikoni, hakukubali mimi kuondoka mwenyewe. Hivyo nilienda kuongea na watoto na kuambia kuna kitu kimetokea ambacho kinanibidi kwenda jioni hii. So niliwaacha wakiangalia movie na kuambia wasitoke kwenda popote. Nilipofika getini nilimpa mlinzi maagizo makali sana. Kisha tukatoka na kwenda. Baada ya kuendesha kidogo, Aston aliniambia nishuke ili aendeshe, sababu nilikuwa nikiendesha haraka sana, kitu ambacho ni hatari. Aston alipoanza kuendesha gari, niliona tunaenda taratibu sana. Yaani kama vile ni hatutafika kwa wakati. Lakini kwa bahati tulifika wakati mzuri tu. Tulipaki nje ya geti, kisha nikampungia mama Davina ambaye alitoka nje ya nyumba yake baada ya kuona gari langu likipaki. So tulipoingia ndani ya geti, nilijikuta nikitabasamu baada ya kuona tumefika wakati mwafaka. Kuna mtu alikuwa akipima mlango na huku upande wa pili Alice alikuwa akielekeza yani kama kuna kitu pale nje alikuwa anaelekeza pale. So nilikuwa nikichemka kwa hasira kwa sababu lile lilikuwa ni jasho langu na Adrian. Huyu mwanamke mdangaji hawezi tu kuja bure na kuichukua hii nyumba. Bora hata basi angekuwa amenunua, lakini hajatoa hata sentano. Na kwa nini amesubiri hadi Adrian afariki ndo akaanza hizi fujo zake? Sababu kwenye hii nyumba nimeama muda mrefu sana, lakini
baada ya Adrian kufariki ndo akaona muda mzuri wa yeye kuja kuhamia. So niliuliza kwamba ni kitu gani mnafanya hapa? Alice alikuwa akinitazama kwa dharau sana, huku sasa akimwegemea kijana ambaye anaonekana ni wa rika lake. Sasa yule kijana ndo aliongea akasema kwamba sisi ndo tukuuliza unafanya nini kwenye mali ya watu. Alice alikuwa akinipandisha tu na kunishusha. Nilitabasamu sababu nilielewa uongo na ujinga unaoendelea hapa. Bila shaka huyo ndo mbaba wa huyo mtoto wake, na kufikiri alikuwa kwamba anamsingizia Adrian. Sasa niliachana nao na kuwafuata wale mafundi wawili. Nikaambia kwamba naomba muondoke nyumbani kwangu kabla sijawaitia umizi. Sawa Mtaa mzima wananijua mimi ndio mwenye nyumba. Kwa hiyo muache tabia kufanya kazi kwenye nyumba ambazo hamjaitwa. Niliwafokea. Walisita kidogo, lakini wale mafundi wawili waliondoka sasa wakigeuka mara kadhaa kumtazama Alice ambaye alikuwa kimya. Nilimgeukea sasa nikasema kwamba na wewe na huyo mwanaume wako naomba muondoke nyumbani kwangu. Niliwaeleza. Sasa yule kaka akasema kwamba tumeshakwambia wewe mwanamke hapa ni kwetu. Hivyo na kichaa ama? Yule kaka aliongea, lakini kabla hata sijafanikiwa kumjibu Aston alishamsukuma. Yule kijana alikuwa chini. Aston alimshushia ngumi. Bahati nzuri nilimwahi kabla hajampiga tena kwa mara ya pili. Nikasema kwamba Aston achana naye tu. Huyu achana naye tu, huyu ni muuni tu, achana. Sasa kabla sijamaliza kuongea, nywele zangu zilishikwa na kuanza kuvutwa ise. Nilipata maumivu makali sana ya kichwa. Nilijaribu kumshika Alice lakini sikuweza kumfikia. Kwa macho yangu nimeona Aston akinuka haraka kutoka pale chini, alimfuata Alice na kumpiga ngumi moja tu. Alice alianguka chini ajitambue. Nibaki mdomo wazi huku sasa nikijaribu kuvumilia maumivu ya kichwa niliyokuwa nayasikia kwa wakati huo. Sasa Alice na mpenzi wake wote walikuwa chini. Aston akaniuliza kwamba Lynn, umeumia? Aliniuliza kwa wasiwasi mkubwa sana. Nijitahidi kutabasamu japokuwa nilikuwa naumia. Sasa Aston alishusha pumzi akasema ya kwamba kama hujaumia ni vizuri sana. Kisha akasema nakupenda sana Lindsay. Alisema hivyo na kunikumbatia. Tulimwona Alice akianza kuinuka. Sasa baada ya kuhakikisha wote wako sawa, nilimwambia Aston tuondoke sababu hawa ni watoto. Mimi siwezi kukaa na kujaribu kuzungumza nao kama watu wazima. Cha msingi ni kwamba nimeshajua kitu cha kufanya. Hii nyumba nimeijenga kwa jasho na damu. Siwezi kuacha mwanamke ambaye hajui hata hajui hata ni kufanya kazi ilivyofanyika hapa ilikuwaje kwaje, afu anakuja tu kuishi tu kizembezembe kama vile anajua hata uchungu wa kutafuta. Safari nzima kurudi nyumbani sikuongea kitu chochote. Akili yangu ilikuwa inawaza tu nitawezaje kufanya hii kazi na kuifanikisha. Jioni nzima nijaribu kuigiza niko sawa, lakini kwanza sikuwa nimepata njia nzuri ya kushughulikia hilo swala. Kulipokucha ndipo nipata jibu la swali langu. Laurent alikuwa akiondoka kurudi shule, hivyo Aston alisema atampeleka stendi kisha alekee kazini. Lakini kabla hajaondoka aliniaga kuwa atakuwa na shift 3 leo. Hivyo ina maana atarudi kesho asubuhi au mchana. Amesema hiyo inakuwa vizuri kwa sababu baada ya hapo atakuwa na siku 2 za kupumzika. Nifurahi na kuwafungia wote vyakula. Najua Aston ananunua chakula huko hospitali, lakini nikijua atakuwa na shift ndefu au operation kubwa, nitamwandalia chakula sababu najua namna gani anapenda kula. Laurent nilimtengenezea bite ambazo atakula njiani hadi wafike sehemu ya kununua chakula. So baada ya watoto wote kuondoka, nilitoka na kwenda kazini. Ukweli ni kuwa sikuweza kufanya kazi. Nilikuwa nikiomba hiki kitu ninachokifanya kisije kanidhuru. Na pia nilikuwa nikiwaza kama ni njia sahihi mimi kufanya. Sasa niliwahi kutoka kazini ili nikawaandalia watoto wangu wawili chakula. Lakini ikiwa njiani nilipata wazo la kumshirikisha rafiki yangu Grace. Hivyo bila kupoteza muda nilimpigia, nikamwambia kwamba nahitaji wewe na Lily mje kulala kwangu leo. Nina shida, nahitaji msaada wako. Sasa akasema kwamba haya, kata simu haraka tujiandae tuje. Grace alisema hivyo kisha nikamsikia akianza kumwagiza Mage vitu vya kufanya. Baada ya kufika nyumbani nilianza kuwaza sana, huku sasa nikiandaa chakula hadi kidogo niunguze kwa sababu ya stress. Lakini bahati nzuri Grace alifika wakati mwafaka. Baada ya mimi kumuelezea mpango wangu alifurahi na kuniunga mkono. Grace akasema kwamba huyo shetani huyo mshenzi nadhani hatojua kilichompata.
Anataka tu kula kivulini, lakini kuchumia juani hata ajui. Sasa tutamfundisha namna ya kuchuma. Watoto akishalala tunatoka kuelekea huko. Tukifanya kama nilivyokuambia, ni kitu cha mara moja tu, tunaondoka. Hakuna hata atakayejua kilichotokea. Grace aliongea kwa furaha sana. Sasa baada ya watoto kula na kucheza, walichoka na kwenda kulala. Tulipakikisha tu wamelala. Mimi na Grace tulivaa nguo nyeusi. Kiukweli tulichekesha sana sababu nilivaa suruali ya kunibana na blouse iliyovutika ya kubana. Tumbo langu lilionekana kama mpira. Na Grace naye alipendeza, tulikuwa kama ninja. Tulichukua noa yangu iliyozeeka, uzuri ilikuwa nyeusi na hatukutaka mtu atujue ni sisi. Tulizunguka hadi nje ya mji ndipo tukanunua yale magari yalikuwa ni matano ya lita 20 yaliyojaa petroli. Baada ya kufanikiwa kupata, tulianza safari ya kwenda eneo la tukio. Njiani tulikuwa tukicheka sana. Nilifurahi sana tulipokuta ile nyumba haina mtu. Tulipopaki getini, tulishusha tu yale madumu na kuyaingiza ndani ya geti, kisha Grace akaenda kulipaki lile gari mtaa wa pili. Tulikuja na madera ambayo tuliyaweka uwanjani ili kama tukizidiwa tunaweza kuvaa hayo madera na kujichanganya na watu. Unaona rafiki yangu alivyo na akili nyingi. Wakati Grace akihangaika kupaki gari, nilifungua milango ya nyumba yangu na kucheka baada ya kugundua kuwa yule mjinga hajabadili vitasa. Na uhakika hana hiyo pesa kubadili vitasa bila shaka. Ilikuwa ni saa 6 usiku, hivyo mtaa ulikuwa kimya kidogo. Niliaburuza yale madumu hadi ndani, lakini tulipofika ndipo nilijua yule mwanamke alikuwa na funguo za ile nyumba. Ni kwamba hakuwa tu na pesa tu ya kubadili kitasa. Sababu nyumba ilikuwa na furniture zake, lakini sijui kwa nini hakukuwa na mtu yote. Lakini kwangu ni furahi kwa sababu ninaweza kutimiza jukumu langu kwa amani. Tuliamua kuanzia juu. Tujifunga vitambaa puani kisha tukaanza kumwaga petroli kwenye kila kona ile nyumba. Tulimwaga kila chumba, tulimwagia mapazia, vitanda, meza, ukuta, milango, ngazi, masofa, jiko, mtungi wa gesi, meza ya jikoni, TV, redio, mazulia, kila kitu kiloana. Grace akasema kwamba haya, tumwage hadi pale kibarazani alafu turushie ndani madumu kisha tuwashe moto tukiwa nje. Nikamuuliza kwamba sasa tukiwashia moto nje utafikaje ndani? Je, akasema wewe unaonekana uangaliaje movie wewe. Basi nilitulia tu, niliona hapa ngoja nitulie. Tulifanya kama Grace alivyosema, kisha tukaloki milango na kutoka hadi uwanjani, tukavale madera, kisha tukarushia njiti ambayo ilikuwa inawaka kwenye ile mafuta pale kibarazani. Tulikimbia tukatoka na kufunga geti. Sasa tulitafuta mahali pa kujificha kwa nje na kuona nyumba ikianza kuwaka moto. Nilifurahi na kuhuzunika kwa wakati mmoja. Kumbukumbu zetu zote ndo zinapotea hivyo, lakini pia mali zote yule mwanamke alizoweka kwenye nyumba yangu zinateketea pamoja na kumbukumbu zetu. Kama nilivyosema, huzuni na furaha. Sasa tulipofanikiwa kufika kwenye gari, nilikuwa ninasikia kichefuchefu sana. Ilibidi sasa nitapike kwanza na nilianza kujisikia vibaya sana. Nadhani ni ile harufu ya petroli niliyoinusa muda mrefu. Safari ya kurudi nyumbani ilikuwa mbaya kwa sababu kila sekunde chache nilikuwa nikihitaji kutapika na bado nilikuwa nasikia ile harufu ya petroli. Sasa ilibidi tuharakishe kufika nyumbani. Tulipofika na kurudisha gari mahali pake, Grace alinisindikiza hadi chumbani. Tulianza kazi ya kuhakikisha harufu yote ya petroli inaisha. Grace aliniacha nikioga na yeye akaenda kuoga. Nilipomaliza kuoga, nilipiga mswaki lakini bado nilikuwa nikisikia ile harufu. Sasa Grace akasema kwamba unanukia vizuri. Grace alisema baada ya kunikumbatia. Nilalamika nikasema bado nasikia kichefuchefu ji. Yaani hata sijui nifanye nini. Akaniuliza kwamba labda ni kukamlie machungwa na malimao. Sasa hivi ni saa 9 ya usiku Grace. Hebu tujaribu tu kulala sababu najua kesho hapa nitakuwa nimechoka na labda nitakuwa vizuri. Yaani hii mimba haijawahi kunisumbua na kutapika hata kidogo. Nilimwambia sasa nikiweka mkono wangu tumboni kwangu. Basi Grace alisema kwamba kama mwaza hivyo basi fresh wewe pumzika tu. Asubuhi nitawaandaa watoto, kwa hiyo wewe pumzika tu.
Nikasema asante sana mpenzi. Nilimwambia na kumvuta kumkumbatia, lakini niliishia njiani baada ya kusikia kichefuchefu. Ikabidi sasa nikimbie chooni kutapika. Grace akauliza kwamba Lynn, hivi una hakika nikuache tu ama? Nikaambia ndio, nitakuwa sawa ji. Akasema sawa, upumzike basi. Aliniambia hivyo, na hapo ni baada ya mimi kumaliza kusukutua. Aliniambia na kutoka chumbani, lakini sikuweza kulala. Kila wakati nilikuwa nikiinuka kwenda kutapika. Niliwasikia watoto wakiamka na kujiandaa hadi walipokuja kuniaga kuwa wanaenda shule. Bado mimi nilikuwa macho tu. Macho yangu yalikuwa yamechoka na kichwa kinauma. Mbavu zinauma pia kwa kutapika mara kwa mara. Mpaka sasa sina kitu cha kutapika ni. Inabidi kila baada ya kutapika ninywe maji kwa sababu mwili wangu unanilazimisha kutapika. Inakuwa rahisi zaidi kama nikiwa na kitu tumboni. Asa Grace alikuja chumbani baada ya watoto kwenda shule na akashangaa kunikuta nikitapika bado. Asa Grace akasema kwamba I say, hapa inabidi tumwambie tu Aston Lynn. Hii sio salama kwa mtoto, Sijui hata kwa nini tulifanya ujinga ule wa jana. Ingekuwa miaka michache iliyopita, tungeweza hata kuilaumu pombe, lakini sasa hivi hatuwezi hata kunywa. Kwa hiyo hatuna hata kisingizio cha ujinga wetu. Grace alisema kwa wasiwasi. Nami kwa hasira nikasema kwamba kweli tumefanya ujinga, lakini ile mshenzi kama akitaka kuishi kwenye ile nyumba inabidi aingie gharama. Kama na akili basi atakiuza kile kiwanja. Lakini kama hana atabaki tu anakishikilia kikiwa na gofu. Sasa Grace akasema kwamba Lindsay, hebu acha basi kumwaza huyo mjinga wakati huo. Mimi nimekuambia ni bora tumwambie Aston, unavyotapika hivi sio salama kwa mtoto. Kama kuna dawa akupatie ili uweze kumpumzisha na angalau hata uweze kula. Grace alisema sasa akizunguka chumbani kwangu. Nikasema kwamba hatuwezi kumwambia Aston. Hivi unajua namna gani atanikasirikia akijua nimefanya ujinga? Atasema nimeenda kuhatarisha maisha ya mtoto kwa ujinga. Atachukia sana. Atasema mimi simheshimu. Utakuwa ni mwanzo wa ugomvi mwingine. So naomba usimwambie kitu G. Asa G akasema kwamba Lindsay, hata tukisema kwamba eti tumfiche, unadhani akitoka kazini hawezi kujua? Akitoka kazini atanikuta ninatapika ndio, lakini hakuna haja kabisa ya mimi kumwambia sababu za mimi kutapika. Tunaweza tu kumwambia kilichotokea. Lindsay, usiniambie kwamba una mpango wa kumficha hili Aston. Unajuaje kama hiki ni kitu ambacho kinaweza kuathiri ukuaji wa mtoto? Kitu gani hicho cha kuathiri ukuaji wa mtoto? Na mnataka kunificha nini? Sauti ya Aston ilijaa korido nzima kabla hajafika kwenye mlango wa chumba chetu. Moyo wangu ulikuwa ukienda mbio sana kwa sababu nilijua tu hapa ugomvi ni wa lazima. Shem. Karibu. Aston alimpungia Grace baada ya kuingia chumbani. Sasa Grace akasema kwamba labda mimi ndo nikaribisha Shem, nipo hapa tangu jana usiku. Grace alimwambia kwa tabasamu, lakini mimi nilikuwa kimya huku sasa nikijaribu kutafuta maelezo mazuri ya kujitetea. Asante sana kwa kukaa na Malikia kwa sababu kweli sina kuwa na mawazo sana nikimwacha mwenyewe usiku wote. Lakini angalau nina siku 2 za kuwa naye sasa. Aston alisema kwa furaha huku akisogea kunikumbatia, lakini niliinuka na kuelekea chooni haraka kwa ajili ya kutapika. Nikiwa huko nilimsikia tu Grace akimwambia Aston anatupisha, kwa hiyo atakuwa sebleni. Sasa Aston alikuja na kuanza kunisugua mgongo taratibu huku akinibembeleza. Haikuchukua muda nilikuwa nina nafuu tena. Aston alinishika mkono na kunirudisha chumbani. Mbona umerudi mapema? Nilikuwa nakuwaza tu na Helen amekuja mapema leo, kwa hiyo sikuona umuhimu wa kubakia kazini. Alafu kwa nini unatapika? Na Grace alikuwa anaongea nini wakati nilipofika hapa? Aston aliniuliza kwa sura inayoonyesha hataki utani. Nadhani huu ndo wakati wa kusema ukweli wa moyoni, au labda nibaki kimya tu. Malkia, nakuuliza swali. Alisema sasa akichezea nywele zangu ambazo zimeshakuwa ndefu kuliko nilivyotaka. Aston, naomba nisamee. Kitu gani umefanya? Kabla sijakwambia naomba usipanike. Niko sawa kama unavyoniona, lakini nimefanya maamuzi mabaya jana usiku baada ya wewe kuondoka, lakini nilihakikisha nilikuwa na mtu kwa ajili ya usalama wangu. Nilisema na kumwona Aston akinuka na kubamiza meza kisha akaanza kuzunguka pale chumbani. Hebu ongea basi haraka ulichokifanya, Maneno yako yanaongeza hofu yangu badala ya kupunguza bwana. Kuna shida gani
Ananiambia kwa hasira. Ona sasa ameshakasirika kabla hata sijamwambia. Hapa mimi siwezi kumwambia. Naomba basi nikwambie baadaye. Wewe. Yaani usiponiambia wakati chochote ulichokifanya Lindsay, utaona upande mpya ambao haujui. Nimechoma nyumba. Niropoka haraka sana. Aston alitulia ghafla kama yaani unaweza kufikiri yani kwamba movie umeigandisha. Unamaanisha nini? Namaanisha usiku nilienda na Grace kuchoma nyumba. Ile nyumba yangu ya zamani. Siwezi kumwacha yule kahaba amie na kuishi kwenye nyumba yangu ambayo mimi na Adrian tuliteseka sana kuweza kuisimamisha hapo. Alafu bado anamsingizia Adrian wakati jana uliona kabisa yani akiwa na ule baba wa mtoto wake. Mimi sipendi watu waongo bwana. Kabla sijamaliza kuelezea, Aston alikatisha akasema kwamba yani umechomaje nyumbani? Yaani mmefanya nini yani? Na kwa nini uliamua kufanya bila kunishirikisha wala kuniuliza? Ni kwa sababu hii unaona ulivyokasirika usingekubali. Yaani usingeniruhusu nifanye hivyo. Ndio. Hivi unajua madhara ya moshi kwako wewe mwanamke? Unafahamu madhara yake? Na hapo tujamuongelea mtoto. Na tangu lini umejali chochote nilichosema kwenye masuala yako? Na ndio kama hivi. Ukijua tu kitu sitakifurahia ama sitataka ufanye, unaamua tu kufanya nyuma mgongo wangu, si ndio? Ni kama vile ambavyo unaamua kufanya maamuzi yako kwa kuwasikiliza ndugu zako na kuamua mwenyewe. Haujawahi kuniuliza chochote unapofanya maamuzi, lakini mimi nimefanya kitu ambacho naona ni sahihi kwangu na familia yangu, unakasirika na unakuwa hivi. Niliongea kwa hasira. Hawezi kuja na kujikuta malaika wakati hata yeye mwenyewe anakosea. Sijui hata kwa nini nabishana na wewe. Yaani bora tu hata ningebaki kazini, nijue nitahangaika na watoto siku nzima kuliko kuja nyumbani nikitegemea kupata utulivu wa nafsi na roho, lakini tunaishagombana hivi. Utajua mwenyewe bwana. Wewe fanya chochote unachotaka na maisha yako, mimi sitakuingilia kabisa. Aston alisema kisha akatoka kusasa akihakikisha kabamiza mlango wa chumbani kwetu. Sasa mimi nilijitengeneza na kulala pale kitandani. Nimeshatoka kwenye kuchoka, sasa naingia kwenye kuzoea. Ninazoea kugombana naye kila siku. Hata kwenye vitu vidogo kama hivi tunabishana. Mimi sijaelewa sababu ya yeye kukasirika hivyo wakati niko salama. Mwanae yuko salama na pia kila kitu kimekuwa cha mafanikio. Kwa kweli sielewi sababu ya yeye kuwa hivi. Alafu nikimwambia anafanya vitu vya kitoto, mimi naonekana kwamba sina nidhamu. Nilinuka tena na kwenda chooni kutapika, lakini sikuwa na chochote tumboni, hivyo niliishia tu kuumwa mbavu. Nirudi kitandani na kujaribu kutafuta usingizi, lakini sikuweza kulala. Grace alikuja kuniletea chai, lakini hata sikuweza kunywa. Basi Grace akanambia kwamba afu nadhani Aston ameenda kuletea dawa, kwa hiyo jaribu kula kitu angalau dawa ikija iweze kufanya kazi. Basi kwa hasira nikasema kwamba ni wewe umejuaje wewe? Wakati wewe ndio umenishauri niongee ukweli, alafu muda huu mimi ndio nateseka mwenyewe hapa. Grace akasema kwamba Aston ameniuliza tulitumia nini. Mimi nikamueleza kuwa ni petroli, ndipo akaongea maneno siji maneno gani, lakini mimi ninachoelewa tu ni kuwa ameenda kutafuta suluhisho. Grace alisema hivyo. Nilitulia tu na kubaki pale kitandani. Niliamua kumsikiliza Grace na kula taratibu, huku sasa nikitulia na kujisikilizia kila baada ya kumeza. Nikiwa katikati ya kula kile chakula, Aston alirudi na awamu hii hakuwa hata na hasira tena. Alikuja na glasi ya maji na dawa. Sasa Grace alipoona, alinikata ile jicho la si nilikwambia. Kisha akaondoka na kwenda kuhangaika kumwamsha Lily. Sasa Aston akauliza kwamba vipi unaendeleaje? Nimuuliza tu kwamba najaribu kula angalau chakula kinashuka. Ulianza kutapika muda gani? Baada tu kumaliza tukio, yani tulikuwa tumeshafika kwenye gari, lakini sana nadhani ile harufu ya petroli ndio ilinilewesha zaidi. Ndio nikaanza kutapika kuanzia muda huo. Hasa lakini utakuwa niambie, kweli mimi nisingekubali, lakini wewe unajua kunishawishi na mwisho siku ningekushauri umtumie mtu kuliko kwenda mwenyewe na kuweka maisha yako hatarini. Aliongea hivyo kwa pole na kunipatia kidonge kimoja pamoja na maji. Nisimulie sasa, jana ilikuwaje hiyo mida usiku, ilikuwaje? Aston alisema huku akaa pembeni yangu na kuendelea kunilisha. Huku sasa kazi yangu ikiwa ni kunywa chai.
Mwanzoni mwa mahusiano yetu nilikuwa staki, lakini ukiishi na mtu unazoea. Kwa hiyo kwa sasa hivi yeye kuniambia nimuelezee kitu kisha akakaa pembeni yangu na kuanza kunilisha imekuwa ni kama kitu cha kawaida sana. Ni njia yake ya kuonyesha upendo na nadhani kwa namna fulani hivi inanifanya nijione ana mamlaka juu yangu. Nilianza kumuelezea kila kitu na kutabasamu kila wakati alipocheka, huku tukifurahia kufanikiwa kwangu hata kama ni kwa kitu cha kijinga tu. Na kama hivyo bila hata kuwaza chakula kiliisha. Kwa nini usipumzike hapa angalau kidogo? Sababu hayo macho yako utafikiri zombie, sidhani kama umelala usiku. Hata mimi nakuja hapa baada ya kula sababu kuna mtoto amenitesa leo usiku. Nakwambia nilikuwa napambana sana na Israeli mtaro wa ese. Nilikuwa sitaki kabisa mchukue mtoto. Yule mtoto ana shida gani? Yani huyu mtoto bwana anasikitisha sana. Mama yake ni mjane. Sasa baba wa mtoto alifariki wiki iliyopita kwa ajali. Naona hiki ndio kilichopelekea huyu mtoto akazaliwa kabla ya muda. Na hadi huo wakati yule mama anafika hospitali hakuwa akijitambua. Hivyo ikabidi sasa tufanye upasuaji. Hiyo ni jana jioni hiyo. Mtoto amezaliwa na miezi 7 ndio iliyomtosha yeye kuzaliwa. Kwa amezaliwa akiwa na miezi 7 goni njiti. Sasa huyo mtoto kuna muda anaacha kupumua. Hivyo inabidi sasa umshtue. Ukiacha ikapita kama dakika kadhaa hivi anakufa. Kwa mimi nilimweka nesi, lakini sasa kwenye mida kama ya saa 4 hivi nilipita nikamkuta anasinzia. Na nilipata shida sana kumwamsha yule mtoto. Hivyo nikaamua sasa nikae mwenyewe kumchunga yule mtoto. Yaani hata nikisema kwamba hivi nitazame mpira kidogo kwenye simu, nikirudi kumtazama hivi ameacha kupumua. Ukimtikisa kisogo hivi ndo anashtuka, anakumbuka kupumua. Aston alisema hivyo kusasa kitikisa kichwa. Yani ilikuwa ni tabu sana. Naamini Israeli atakuwa amenikasirikia sana. Alisema kusasa akichukua vyombo na kuelekea jikoni. Nilibaki pale chumbani kicheka tu, lakini sikuwa tena nikijisikia kichefuchefu. Hivyo haikuchukua muda nisinzia. Nilipokuja kuamka ilikuwa ni mchana. Aston aliniambia kwamba simu yangu inaita. Kwa maelezo yake huyo mtu amekuwa akipiga muda mrefu sana. Ilikuwa namba mpya, hivyo niliamua tu kupokea. Sasa yule mtu nilipopokea tu akasema kwamba Lindsay, hello? Niliitikia yes, hello. Akaongea akasema, asante Mungu kwa salama. Aliongea tena, ndipo nikaelewa kuwa nilikuwa naongea na shemeji yenu Martin. Nimwambia kwamba niko salama kabisa na nafurahi sana Martin. Martin akasema kwamba Lindsay, pole sana. Nimeona kwenye habari nyumba yako imeungua. Kama kuna chochote ninachoweza kukusaidia tafadhali usisite kuniambia. Nilimwambia kwamba ndio, lakini namshukuru Mungu nilihama pale muda kidogo. Na kwa sasa nimesafiri. Polisi wamesemaje kuhusu uchunguzi, kwa sababu hakuna hata mtu anayepokea simu yangu. Msikilizaji, niliamua tu kumdanganya ili niweze kupata taarifa zaidi. Lakini pembeni yangu Aston alikuwa akinitazama kama anataka kuninyonga. Hasa Martin akasema kwamba kwenye habari wamesema chanzo hakijajulikana, lakini nyumba imeungua vibaya sana. Hakuna chochote kilichoweza kuokolewa, lakini nitampigia yule rafiki yangu na nitakujulisha walipofikia kwenye uchunguzi. Nikamwambia sawa, asante sana Martin. Martin akasema usiwaze Lindsay, mimi niko hapa kwa ajili yako na nimefurahi kukusikia. Nikasema okay, asante, usiku mwema. Nilimwambia na ukata simu. Nilidhani Aston angekuwa amekwazika, lakini alikuwa akisubiri nimuelezee kuhusu uchunguzi. Baada ya kumuelezea kuwa polisi hakuna wanachoelewa hadi wakati huu, alifurahi na kunipongeza kwa kufanikiwa. Basi tulicheka na kubusu na kurudi kulala. Baada ya kuweka hilo swala nyuma yetu, maisha yalienda vizuri sana. Na of course mimi sikurudia tena kutapika. Furaha yetu ilirudi, amani na upendo vilirejea. Hatukuwa na kitu chochote cha kuhofia zaidi ya siku ya kwenda kliniki. Sasa mwezi baada ya mwezi, Aston na mimi tulionekana kuweza kuyapanga maisha yetu. Tulielewana zaidi na hata kugombana kwetu tulipunguza. Haikuwa rahisi tena kwa mimi kugombana na Aston hadi kufikia hatua ya kupayukiana kama mwanzo. Mwezi wa 9 wa mimba yangu ulipofika, nilikuwa nimeshachoka sana. Ilikuwa ni mwezi wa 3 na tumbo langu lilikuwa haraka sana. Hapo ni kati ya mwezi wa kwanza hadi huu wa 3. Yaani mtu aliyeniona mwezi wa 12
akiniona leo anaweza akazimia. Nimekaa kama vile yani muda wote nitahitaji kwenda kujifungua, lakini ndo kwanza wiki ya 36. Aston ameanza kuchukua shifti za mchana tu tangu nifikishe wiki 34, hivyo kila siku yupo pembeni yangu. Wiki hii haikuwa rahisi kwangu. Mtoto amekuwa akipiga mateke sana na imekuwa ni ngumu kwangu kupata pozi zuri la kukaa. Yaani imekuwa ni ngumu kwangu hata kupata usingizi. Mara nyingi Aston amelazimika kunikanda mgongo hadi nikipata usingizi ndipo alale, na bado asubuhi anahitajika kwenda kazini. Kwa kweli nimekuwa nikimhurumia sana. Sasa Ijumaa leo ilikuwa ni nzuri sana. Sijapata usumbufu sana kutoka kwa mtoto tumboni, na nimeweza kupata pozi zuri la kukaa hapa sebuleni hadi nikaweza kuangalia movie. Nilikuwa nafurahi sana. Nimeweza hadi kufanya usafi kwenye chumba cha mtoto wangu ambaye nategemea kujifungua siku yote sasa. Tulianza kukitengeneza tangu nikiwa na miezi 8 na sasa kimekamilika. Tulishapata majina mazuri kwa ajili yake. Kila kitu kimekuwa kizuri. So baada ya kumaliza juice niliamua kwenda chumbani kulala. Nilifanikiwa kuinuka mwenyewe baada ya kuosha glasi niliyokuwa nikitumia. Nilianza kupanda ngazi na kuelekea chumbani. Sijui hata niliwaza nini wakati ninajenga hii nyumba. Yaani kwa nini sikufikiria swala la lifti? Kuna siku nilikuwa nimechoka sana hadi niliamua tu kulala sebuleni sababu kupanda ngazi ni shida kubwa sana. Nilianza kupanda ngazi taratibu, sasa nikitulia na kupumua baada ya ngazi 5 bila kutegemea. Mwanangu alianza kupiga mateke tumboni na yale maumivu alinifanya sasa nijiachie na kuanza kushika tumbo langu. Alipopiga teke kwa mara nyingine, sijui nini kilitokea, lakini niliteleza na kuporomoka hadi chini. Naomba nisongee sana msikilizaji. Tukutane sehemu inayofuata, na ndio sehemu ya mwisho ya hii simulizi. Ama hakika langu jina Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.